محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Naam, tumerudi tena katika umri huu wa Safa ama mimbari hii ya Safa, na mazungumzo ni pale pale ya kuhusu mikhadarat. Kabla sijaanza masala ya mikhadarat, toa tu shukrani zetu za dhati wa kituo cha muasasa, hususan Said Aidarus kwa kosa hili ya kuweza kutupa kutumikia jamii ama kujaribu kuelimisha jamii kulingana na yale machache tunayojua. Vile vile shukrani zetu tunazirudisha kwa kiongozi wetu wa health Deputy Governor Dr. Mbarak Bahjaj kwa fursa pia kama hili ya kuweza kuelimisha jamii katika masala ambayo mimi kwa jumla ni takhasusi yangu. Mwaka jana tulizungumza kidogo masala ya mikhadarat. Kwa mambo ni topic ni hasasa, sensitive sana na ni pana, lakini kwa kulingana na wakati na kutokuwa na uzoefu pia kwa ni kubambanya hapa na hapa, najaribu kusikiliza ile ambalo tumeweza kusikilisha, lakini si mabingwa katika masala haya. Katika masala ya kusoma kwa sahihi na uslub tutakao kujaribu kutumia, tutamtaba sijidi wetu katika kuendeleza hizi muhadhara siku mbili, kwamba Said nimemwona mara nyingi akianza, mara hii ameanza na nadharia kadhaa, na kiasi fulani masala ya nadharia za muhadharat zinaweza kuwa ni ngumu katika kuzieleza, hususan kwamba tuna lugha bwana, lakini tumeelelewa katika masala ya lugha ya kigeni. Sasa fikra zetu na mazungumzo yetu pia mara nyingi ni kwa istilahi za kigeni, kwa kiasi fulani huwa ni ngumu kuzieleza zile fikra, lakini tutajaribu hivyo hivyo kubambanya, kutumia maneno ya Kiingereza ama ya Kimombo, jaribu kutafsiri Kiswahili kwa kadiri tutakavyoweza. Naam, mada ni hii, ni drug and substance abuse, ambao mara nyingi hutumika maneno mukhadarat, but vile vile hivyo wengine hutumia kama dawa ya kulevya, lakini drug ndio dawa. Neno substance si dawa. Substance inaweza kuwa ni vitu vingi ambazo zaitwa substance ama chemical. Katika kuangalia masala ya tafsiri yake watumia neno dutu, lakini sasa ukianza kutumia haya maneno labda katika nazo katika nini za kitanda, labda ya katika ambao wenyewe mabingwa wa Kiswahili katika kuzungumza labda katika vyuo vikuu kutumia neno dutu. Sasa dutu, ukianza kunena dutu itabidi uanze kujieleza zaidi kushinda kunena neno substance. Katika nadharia ziko nyingi za masala ya madawa ya kulevya, lakini mimi nitatosheka na 5, jaribu kuzieleza kwa kadiri nitakavyoweza, na kisha na ya mwisho ni ambayo ni ya 6 ni integrated, yani imetanganya kiasi fulani, na ndio ambao kidogo nitasimama nayo niweze kujieleza. Kwa upana ama kwa ufupi, kuelewa masala ya drug na substance abuse ama utumiaji mbaya wa mukhadarat, hizi nadharia zaangazia masala ya kibiolojia, masala ya kisaikolojia na masala
ya kijamii ama sociological perspectives, na zikitanganywa hizi ndio ambazo zitaweza kujaribu kueleza. Lakini kabla ya hapo, nadharia ni nini? Nadharia mara nyingi ama theories kwa kimombo huwa ni mtazamo wa mabingwa ama wanazuoni katika ile takhasusi yao katika kuieleza tatizo ama mwelekeo wa jambo na kuupa frame, ama kwa lugha nyingine kuupa framework, ambayo ile frame ama skeleton ndio ambayo itaweza kuwa namna ya kueleza. Mfano, ile framework itaweza kueleza sababu zake, miondoko yake, patterns na matokeo yake ya matatizo ya lile jambo. Sasa wakati ukishapata hizi mielekeo na matatizo na matokeo, ndio utaweza kuzungumza masala ya mihadharati, namna ya kupambana nayo. Itakuwa ni rahisi, itakuwa kujaliza tu pale, maana utakuwa ushaweka misingi. Kwa bahati ama yani kwa sababu ni nyingi hizi nadharia, na hakuna nadharia moja ambayo yasemekana ndio sahihi. Ni mtanganyiko wa nadharia ndio ambao utaweza na kuna wanazuoni wa kisaikolojia watakuwa wamelalia nadharia nyingine, wanazuoni wa kisosiolojia watalalia nadharia yao, na wanazuoni labda wa kibiolojia nao watasema ile yao. Lakini ipi sahihi itategemea mtazamo wako, na ile integrated ama ile iliyotanganywa kutoka iliyoiba kutoka kote labda yaweza kutupa mwelekeo. Na katika wakati wa tukiwa na tatizo la mihadharati, mwisho wa kwisha utakimbilia ni kwamba kutafuta suluhisho. Katika kutafuta suluhisho ama interventions, wenyewe wasema ni multiple dimension ama approach, lazima itangiliwe kwa kila namna ndio kuweza kulitatua ile tatizo. Lakini si tatizo kwamba tu muondoshe mtu labda dawa, ama kama kuna matatizo mfano ya kijamii utatue tatizo la kijamii peke yake kuweza. Ni matatizo kadhaa, labda ni ya kijamii, ya kiuchumi, ya kiakili, ya kibiolojia na kadhalika. Katika hizi nitaziorodhesha hizo theories ama nadharia, ambao ni hiyo nadharia ya kibiolojia, ya kisaikolojia, ya kisosiolojia, ambayo sosiolojia ni ya kijamii, lakini pia kuna cultural approach ama moral approach, kuna ecological approach pia ama model, kisha mwisho ndio kuna hiyo integrated model ama integrated theory. Katika hii ni ya on one ya theory hii ya biological theories. Mara nyingi huwa yatazamwa zaidi masala ya kimaumbile, yani genetics ama neurolojia ama fiziolojia ya binadamu, ambazo vipi za kufikisha mpaka uwe utazitegemea dawa za kulevya. Katika hii nadharia ya kigenetic ama waita genetic predisposition theory, hii yasemekana mara nyingi kwamba mtu warithi kutoka kwa mzee wako. Yani kama mzee ama mmoja katika wazee wako labda alikuwa yeye huko katika masala ya kutumia mihadharati, basi yaweza kupitishwa, kwa sababu yaaminika na utafiti umeonyesha kwamba ambao hutumia mihadharati kwa muda mrefu henda mpaka brain cells zao ama nini za akili za bongo, sehemu fulani za bongo zikabadilika zikawa ziko namna fulani, na kwamba imebadilika yeye yaweza kupitishwa kwenda kwa kijana. Na kama tunapojua baadhi ya watu wetu pia katika jamii, wengine wakwambia siku ya kuingia ndani lazima aende akapige kitu katiti ndo asione haya ama asione nini, so ni zitu kupatikana. Kwa hivyo kijana atakayepatikana kutoka hapo huwa ni matatizo. Na wazungumza wataalamu wa hawa wa genetic ama biological theories ni kwamba kuna evidence ya kutosha kwamba katika family ambazo kuna watu ni twins ama hawa vijana mapadha, mara nyingi hupatikana labda wote wawili wakapata tatizo kama hilo, kwa sababu kwa wazee wao pia wamepata.
Na hili pia kuna kemikali aina ya dopamine ambayo mara nyingi hupatikana katika brain ama katika brain matter na ina vipokezi vyake receptors. Hii pia yaeleza kwamba ukiwa una aina fulani pia yaweza kufanya ukawa ni genetically vulnerable ama predisposed. Nadharia nyingine katika hii ya kibiolojia ni yaitwa neurochemical theory, ambayo hii yasemekana pia kwa lugha nyingine yaitwa reward system theory ama dopamine theory, kwa sababu mwaka jana nilijaribu kueleza kulingana na istilahi nazo mdomoni kwamba mara nyingi mihadarati yategemea hii reward system. Ni kwamba ukila ile dawa ya kupa ile hisia ya furaha ama hisia ya kuwa wewe uko fiti na nguvu ama fikra za zaidi ama ukanini ama ikakusindisha. Sasa ile yote ila katika hii reward system, na pia hizi dawa zagawanyika mara kadhaa ambazo nitazieleza mbele. Sasa hii pia ni moja katika theory kwamba katika hii neurochemical ni kwamba ukitumia ile dawa hii reward system huwa yaamshwa, na ikiamshwa kila saa huwa yataka, maanake ukipiga ile utapata furaha. Kwa hivyo sasa ile ikipotea huwa yataka tena, ukipiga ile itatoa ile chemical, na ile chemical itapea ile reward yako kukufanya wewe katika ile hali ya kusikia ile starehe za ile mihadharati. Nadharia nyingine ni yaitwa disease model, ama yani wanazuoni wengine waamini kwamba hii ni addiction ama mihadharati ni kama maradhi sugu, kama kusema sukari, kama kusema pressure ama nini, ambao pia ni model wao wajaribu kueleza. Katika masala pia mwaka jana nilidokeza kwamba masala ya mihadharati katika masala ya utabibu kulikuwa kuna mijadala mingi baina ya wanazuoni wa saikolojia na wa sosiolojia kwamba hili tatizo la mihadharati ni public health problem ama ni medical problem. Public health yani ni afya ya jamii, na medical sasa ni haya mambo ya madaktari hospitali. Sasa kwamba hili ni tatizo la wapi, lakini kisha wakaja wakaelewana kwamba hili tatizo la mihadharati ni public health problem, yani ni tatizo la jamii, liko under medical, yani liko under health, afya, lakini kisha katika afya ya jamii haleti katika medical, japokuwa intervention zake ama kuziingilia katika kutatua mara nyingi ni katika masala ya medical side. Ama utaona lazima approach zingine zote pande zote mbili ni kwamba ni medical na psychological na kadhaa. Nadharia ya pili ama kundi la pili kubwa na katika nadharia hizi ni hizi za saikolojia, ambazo nazo pia kadhaa zaelezwa katika masala ya hizi kisaikolojia, ambapo mtazamo wake zaidi yaangaliwa mtazamo ya mtu binafsi, tabia zake, emotions zake, na mara nyingi ile thought process yake ila vipi, afikiri vipi. Ndio hiyo masala ya kisaikolojia, ambapo hapa chini yake kuna hiyo behavioral theory, kuna cognitive theory, kuna self medication hypothesis na kuna personality theory. Hii behavior mara nyingi ya associated ama yafungamanishwa na environmental, yani ile wazifunganisha dawa na sehemu fulani ama na watu fulani. Kwa lugha nyingine hii yaitwa conditional theory. Conditional theory ni kwa urahisi kueleza conditional theory katika masala ya kisaikolojia na kisosiolojia ni mfano wa mtaalamu mmoja alikuwa kule Urusi, alikuwa ana hayawani kama mbwa na kuna kwa wakati wa chakula. Katika kabla ya kuwapa chakula akiwapigia kengele wale, kisha akiwapa chakula. Mbwa akiacha kula chakula ataanza kutoa mate. Sasa
Akafanya hivyo mara mpaka akawazoweza, akawa wale Mungu wakisikia ile kengele wao watarajia chakula, kwa hivyo wakawa hutoa mate moja kwa moja. Sasa hii yaelezwa hivyo kwamba ni conditional, ni kwamba ni behavior ambayo imefungamanishwa na mtu au na hali fulani. Kwa lugha nyingine, hawa baadhi ya ndugu zetu ambao wameathirika na masala haya, mfano ukiwa amejaribu kutolewa katika balaa hizi, ukimrudisha katika mazingira yale yale, mara nyingi atarudi tena kwa sababu ya tatizo hili. Ni kwamba akisikia pale kwenye brain yake wayapiga kama taa ya kwamba ya taka, lakini ukimwondosha kwenye mazingira labda henda ikamsaidia. Cognitive theory ambayo mara nyingi ni yatafsiriwa kama utambuzi ama nadharia ya utambuzi, ni kwamba yaangalia hizo thoughts na beliefs influence ya substance. Mfano wake yaelezwa kwamba kuna watu waamini kwamba zile drugs akila zitamfanya na relax. Sasa yeye akili yake shamwambia kwamba mimi nikipiga hii drugs nita relax, kama nikipiga nitakuwa na nguvu, ama nikipiga itanipa nguvu za kiume zaidi. Na watu wengi huingia pia drugs kwa sababu ya masala kama haya, ni kwamba yeye atatumia ile drug kwamba kwa hii mambo yako nyumbani, utajengwa nyumba nzuri sikuendelea, utajengwa nyumba vizuri na sikuendelea nyumba mrehe. Nadharia nyingine katika psychology ni self medication hypothesis. Kuna watu hutumia dawa kwa sababu amini, mfano kuna watu wana matatizo ya anxiety ama depression ama trauma, ama mfano kuna watu wakienda kwenye exams wao wana ile panic. Sasa kuna dawa fulani akipiga amini zile dawa zitamfanya atulie, awe mtulivu, ndio asipani na ataweza kuelewa. Ama kuna watu mfano kama enda kwenye exam kupiga kahawa nyingi, ama mwingine wako ambao tumesoma nao tunaona anapiga kambi nzuri ndio enda kwenye exam kwa hiyo yamfanya awe cool asilia. Hii ni katika nadharia ambayo nadharia ya nne katika hii psychology ama nadharia za psychology, moja ni ya personality theory, ambao hii ni kulinganisha personality ya mtu, trait yake na specific drug. Mtu kama mfano yuko impulsive ama sensitive seeking ama ana low esteem. Kuna watu ambao hawawezi kwenda mbele za watu, hawawezi kwenda mbele za watu, ama hawawezi kufanya shughuli fulani mbele za watu, basi atatunda dawa, atapiga ndio imfanye imtoe haya kwa lugha nyingine. Kundi la tatu ni la kisosiolojia, pia nayo ina nadharia kadhaa za kisosiolojia, ambao kuna social learning theory, kuna social control, kuna strain theory na kuna labeling theory. Hizi mara nyingi huwa mtazamwa katika jamii na mazingira ya mtu ambao mfano kama mazingira ya fulani zamani watu ilikuwa masala ya kula tambu na jamii yetu kwa jambo la kawaida, basi na wale vijana wakiinuka kwa masala ya tambu ama dini ilikuwa kawaida. Zamani nilifahamu ilikuwa hivyo watu wengi, lakini hivi sasa masala ya tambu yametoka, yanaingia masala ya mihadarati mingine ambazo zingine hata mpaka hard drugs kama kinambuka sawa kwa hiyo ovyo. Pia mara nyingi mtu ambao kutokana pia influence, yani ama family member influence, hiyo social planning ambao wadani kutokana na jamii yako. Ya pili nyingine ni social control theory, ambayo pia hii yaangalia social bond yako. Hii zaidi ni ya ndani ya family kabisa. Kama mfano ukipata ikiwa ni broken up families, mara nyingi huwa hakuna control. So ikiwa hakuna control, mara nyingi pengine malezi yameathiriwa mama ama ameathiriwa baba, mama hana, then huwa hakuna balance katika masuala ya watoto. So vijana mara nyingi ile weak bond ya wazazi huenda katika mihadarati ambayo ni moja katika social theories. Strain theory mara nyingi yasema ni wanafunzi wakiweko maskuli, kama unataka kuitwa wewe mtoto wa mama ama unataka kuitwa kihababu ama kijana katika lugha zetu,
basi wewe unataka kula ile ni strain, maana wa nguvu ama pia pressure ndio upate ule, ndio unaonekana kwa wanaume ama unaonekana wengine katika ile wandani wako wanafunzi wako. Na inayofuata ni labeling theory ambayo hii suggests that is being labeled as drug user to enforce the behavior. Yani mara nyingi mfano kama watu wa baharia wana tabia akiitwa sailor basi atakuwa hijabu namna fulani, na akikuta akiweka sigara namna fulani, basi ile ya reinforce ni theory pia kwamba reinforce watu ndio kuta drug ama mtasigara pesa watu ama bangi ili aonekane kwamba yeye ni msela ama ni mtu aina fulani. So hizi ndizo major theories ambazo zipo katika makundi haya matatu. Ya nne ni mtanganyiko wa hivi, lakini kuna ya tano. Ya nne na ya tano si major, ni kuzitaja tu mara nyingi, na sitozienda sana. Moja ni cultural theories ambayo wengine ni acceptance, yani cultural acceptance theory na subcultural theory, na moja ni ecological theories. Katika cultural theories mara nyingi ni cultural practice, yani mfano katika jamii fulani na dawa fulani kutumia ni sawa. Mfano kwenye jamii yetu hivi sasa ni dawa kama masala ya tabula hizo kondoka, lakini katika jamii fulani masala ya kuna hamri, ukishakusikia umri wa kuweza ile legal age, wewe unaweza kula hamri mbele ya wazee wako mbele ya nini. So mara nyingi ikiwa ya kubadilika, then kuna mfano katika jamii zingine za kwetu kama East Africa, masala ya mirungi pia ukishakusikia hiyo 18, wengine hamri, wengine mirungi sehemu fulani za Yaman na sehemu fulani za nchi zetu wa Somalia, tunapata mtu wa mirungi mli wa nyumbani na baba hula mama hula dada hula pamoja. So ni part of ni culturally accepted, waweza kufanya na nyumbani, ambao hii ya subcultural mara nyingi hii yenda na wasanii. Mara nyingi pia wasanii wamewekwa katika culture hii kwamba msanii hayo msanii mpaka yakutumia labda mkandarasi fulani. So kuna theory pia yao ya kueleza kwamba wao wakitumia masuala ya mikandarasi kulingana na zile culture zao, kama ni pop culture, kama ni culture hii ya reggae culture na hizi aina zingine ya culture za music. Sasa ecological culture theories pia sociological model na environmental risk, but ni hapo ni environmental. Mara nyingi zitu za pakana na za jirudia sana, so sitoingilia sana katika hii. Nitarudi nitaeleza the integrated theory ambayo ndio nini, ndio main katika integrated theory. Hii ni mtanganyiko wa hizi biological theories, ecological theories na social factors ambao za explain hii tatizo la mihadarati. Na katika kueleza the major theory katika hili ni yaitwa gateway drug theory. Gateway drug theory ni hizi mihadarati ambayo inaonekana ni ya kawaida, ambao unaweza kutumia bila ya tatizo lolote katika jamii tofauti. Mfano tembo katika jamii fulani, bangi katika jamii fulani, sigara katika jamii na mirungi. Mara nyingi hizi wengine hula mfano kama katika jamii ya jirani zetu Kenya, masuala ya khamri, wao katika sherehe zao kwa jambo la kawaida na pengine ni kati ya zile sherehe zao, na wengine mirungi mfano pia katika masuala labda ya ndugu zetu ni asili yao katika masuala ya harusi zao na nini, pia mirungi kwa kama jambo la kawaida. Sasa once ikiwa umeanza na ile drug ya kawaida ambayo inakubalika katika jamii, hii ndio kupelekea, na zaidi hii ni ya lengo pia katika masuala ya bangi. Katika culture zingine mfano kama baadhi ya nchi zinahalalisha bangi, na bangi wakati wa kuvuta mara nyingi gateway theory yaanza hapo. Mtu akishaanza kuvuta bangi ama khamri, mara nyingi akishafikia bahari kuanza kudanganya. Atadanganya ni either
wenye kuingia kwenye khamri, ama wenye kuingia na mirungi, ama wenye kukanganya na shishi, ama kutoka hapo wengine wataanza na heroin, wengine cocaine. So lakini utaanza kwa sababu ya boost ile hisia ya bangi, kwa sababu imekuwa tolerance kwa muda mrefu, so unataka kuiboost. Sasa katika kuiboost bangi ni yani si haitwi hard drug kama inavyo vitu zingine na heroin na nini, japokuwa haisi halali katika nchi yetu, lakini haingii katika hard drug, japokuwa inayo tatizo la addiction na dependence, lakini haina tatizo la zile ambazo dawa ambazo zinaitwa hard drug, mfano wa heroin, cocaine, amphetamine na kadhalika. Pia ziko dawa ambazo ni prescription drugs ambazo pia ni kama hard drugs ambapo ni prescription, mfano ambazo zaitwa benzodiazepine kama diazepam, ina roach na amitriptyline ambao sawa abuse. In fact ndio mambo katika upelelezi wangu mdogo tu hapa mjini, kuna some pharmacies ama kuna chemist fulani za uza ambao ni jambo la kufundisha kama yenda kununua kwa bei rahisi kisha wakazilinda, wengine wenye kuziita uizi, wenye kuziita hivi. Na pharmacies nyingi za hapa kwetu pia ni jambo kufahamu, nyingi haziko register. Ni pharmacy chache katika kufuatilia kwangu ziko register. So hata kama mtu ameuza mihadarati na hapa register, namna ya kutrace rahisi, maana serikali kuu, serikali ya kaunti haina wadhifa katika kuziangalia hizi pharmacies hapa. Yenye wadhifa ni chama kinachoitwa PB Pharmacies and Poison Sports pale nyingi kwa Nairobi na ofisi yao kwa Mombasa ya Coast Region, lakini hawafuatilii haya masala kwa kina katika kuzipa license pharmacy. Maana kwa tabia kwa moja nafikiri sitokwenda mbele kama hapa kuonyesha dakika 10, sababu nikianza pengine ni kueleza kidogo mambo ya undani kutoka drugs ndio tunakoma hapa na hizi masala ya theories ama hizo nadharia. Labda hizi dakika 3 kabla sijaingia, kama kuna swala naweza kujibu. Asante. Suala masala kwamba hiyo ni moja kwa kuzungumza, sema wale watu ambao kwa kutoa haya tumedawa kwa sababu ya kutoa haya, na kuna watu naenda wakapewa labda kuingia siku ya harusi, akaenda baada ya kutengeneza mambo akafikiri kufanyika. Je, masala haya ni vipi? Naam, ni sawa. Yaani hii watu wengi huhadaa ama watu wengi huhadaa ndani wao, ikiwa si mtumiaji wa ile dawa atili kutoe haya wewe hujaizoea, ukiitumia itakuwa kuaibishi baada ya kutoa haya. Ikiwa umekuwa una uzoefu, basi masala watafaulu, na masala haya ya uzoefu ndio papana takwenda zaidi ya hapo, japokuwa sasa sijibu swala lako. Watu wote, mtu yote ambao hutumia muhadarati akiwa kwenda hospitali kwa operation, ni muhimu amweleze daktari kwamba mimi hutumia muhadarati. Si kwa maana watakujiaziri ama daktari atakutia matatizo, la, ni kwamba ukiwa kwenye meza ya kijembe ama ya theater utapigwa dawa za kulalisha. Ikiwa wewe utumia muhadarati yote, mara nyingi zile dawa hazikushiki kwa sababu threshold yako iko juu sana.
Kwa ule mtu ambao hatumii, sasa imefungamana kidogo na hii hapa, kwa ule mtu hatumii akipiga ndio utakumwazia, lakini na huyo ambao hutumia akaenda kwenye kijembe akipigwa dozi ya mtu wa kawaida atakisikia kijembe kinapokata, akaenda kwa hali hakuna kishi ile damu. Kuna wengine mpaka wengine threshold yao ni kubwa mpaka wale daktari hucha kumpiga, kwa sababu hizi dawa ukipigwa huwa za kupunguza mambo mengi, za kuondosha maumivu, za kuongeza fahamu, lakini pia za kupunguza namna leo unapokuta pumzi. Sasa ukiwa overdose unaweza kupoteza pumzi kabisa ukapa. Sasa daktari atakuwa na kipimo hafai kupita, otherwise za kumaliza. Maana lazima pia wakusaidie kupumua mechanical. Lakini pia still hata hiyo mechanical ukimwoverdose mtu wakati wa kumrudisha ni matatizo. So ukiwa ni mtu katika masala hayo na unaenda hospitali, basi lazima daktari mueleze ndio ile dozi yako iwe yalingana, ama ajue ataipandisha vipi kulingana na wewe ile hali yako. Lakini jibu lako ni kwamba la, kama mtu hajawahi kutumia akaenda mara nyingi itamwazia, haitomsaidia. Kama ni mtu ametumia, then itamfanya vile ambavyo ajisikia. Naam. صلى الله عليه وسلم محمد وآله